Naam, habari ya wakati huu mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni. Karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yale yote yanayohusu michezo. Basi hii ni Bino Sports, ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani kote. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika kama vile ligi kuu kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia kama vile England, Spain, French, Italy, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani. Mfano La Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu utakaopigwa mapema hivi leo majira ya saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, katika mchezo utakaokutanisha mwenyeji wa mchezo huo Simba Sports Club akicheza dhidi ya mgeni wake Young Africans katika mzunguko wa 20 wa mashindano hayo ya ligi kuu Tanzania bara, huku wote wakisaka ushindi ili kupata nafasi ya kuendelea kushika nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi katika kiwanja cha Meja Jenerali Samuyo, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa juu katika mashindano ya ligi kuu. Young Africans anashikilia nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, akijizolea jumla ya alama 46 katika michezo 19 mpaka hivi sasa. Lakini pia Simba Sports Club anashikilia nafasi ya pili akijikusanyia jumla ya alama 42 akiwa amecheza jumla ya michezo 19. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Simba Sports Club mapema hapo baadaye katika majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Moja kwa moja tunakwenda kuangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na golikipa wake bora kabisa Djigui Diarra, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Masalanga aliyejiunga na klabu ya Young Africans hivi karibuni. Djigui Diarra, raia wa Mali, amekuwa ni golikipa mwenye uendelezo bora kabisa katika ligi kuu Tanzania bara na hata Afrika nzima baada ya kujiunga na klabu hiyo kwa muda mrefu na kuonyesha ushindani na ubora mkubwa uliompa nafasi na kufanikiwa kuwa golikipa nambari 1 katika taifa lake la Mali, lakini pia katika klabu yake ya Young Africans. Golikipa huyo mwenye umri wa miaka 31 amehudumu ndani ya klabu ya Young Africans misimu 5 mpaka hivi sasa, huku akiwa na kiwango bora kabisa nje ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na ndani kwa ujumla. Djigui Diarra anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, uwezo mkubwa wa kucheza mipira kwa mikono na miguu, kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma, kudaka vyema na kuokoa michomo kwa ustadi wa hali ya juu, lakini pia na uwezo mzuri wa kushika, kupiga mipira ya kona na free kicks hata kwenye pressure kubwa, ubaki mtulivu na kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, Djigui Diarra ni golikipa anayechanganya nguvu, akili ya mchezo na ujasiri, ndio maana ni mchezaji muhimu kwa timu ya taifa na lakini pia katika klabu yake. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5. Na moja kwa moja tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Israel Mwenda na kumpumzisha Yao Kwasi Artura. Patrick Mwenda amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa sana tokea alipojiunga na klabu hiyo ya kijani na njano kutokea mitaa ya Jangwani. Beki huyo alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea Simba Sports Club mwaka 2023-2024. Amezidi kuimarika, akionyesha kiwango kikubwa sana kila baada ya mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine na kujikuta mchezaji muhimu katika kikosi hicho cha Young Africans. Licha umri wake kuwa mdogo, beki huyo ameaminika na ameendelea kuwa bora zaidi na zaidi, bila kusahau ni mchezaji raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 26. Beki huyu anasifika kwa kasi nzuri sana inayomwezesha kupanda na kushuka pembeni ya uwanja bila kuchoka haraka, uwezo wa kutoa mipira hatari kutoka pembeni ambayo huwapa washambuliaji nafasi za kufunga, lakini pia anatumia vizuri mguu wake wa kushoto kupiga pasi ndefu, cross na hata mashuti ya mbali. Ni beki anayependa kushambulia, hivyo hutoa msaada mkubwa kwenye mashambulizi ya timu. Ingawa anapenda kushambulia, bado anaelewa majukumu ya ulinzi kama kukaba na kufungua nafasi, lakini pia anaweza kupiga
kupiga free kicks au mipira iliyokufa kwa ubora, lakini pia na uwezo mkubwa wa kucheza dakika nyingi kwa kiwango kile kile kutokana na nguvu na stamina nzuri. Kwa ujumla, Israel Mwenda ni beki anayechanganya ulinzi na ushambuliaji, kitu kinachomfanya awe muhimu sana kwa timu yake. Tukiangazia upande wa mlinzi nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyu amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Mohamed Hussein, huku mbadala wake akiwa ni Shadrack Isaac Boka, beki raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 26. Beki huyu amejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Simba Sports Club msimu wa 2024-2025. Mohamed Hussein beki anayesifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba na kuzuia wapinzani kupita upande wake. Beki huyu amecheza mechi nyingi za ligi na kimataifa, hivyo ana utulivu na maamuzi sahihi uwanjani, lakini pia mara nyingi huwa kiongozi uwanjani akiwapanga wachezaji wenzake, hasa safu ya ulinzi. Anajua kusimama sehemu sahihi muda mwingi, jambo linalopunguza hatari ya mashambulizi. Ingawa ni beki anayeweza kusaidia mashambulizi kwa kupiga krosi au kusukuma mpira mbele, lakini pia beki huyu anacheza kwa kiwango kizuri, mara nyingi bila kushuka sana kiwango chake, lakini pia ana nidhamu nzuri ya kufuata maelekezo ya kocha na kucheza kwa mpangilio. Kwa ujumla, Mohamed Hussein beki wa kuaminika sana, anayesisitiza zaidi ulinzi tofauti na kidogo na mabeki wanaopenda kushambulia sana. Tukiangazia upande wa mlinzi nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Ibrahim Bakao. Beki huyo mwenye umri wa miaka 28 aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 2022-2023 akitokea katika klabu ya KMKM. Anasifika kwa uwezo mkubwa wa kushindana na wapinzani, kushinda mipira, kugombania na kulinda mpira, lakini pia ni mzuri kwenye kuiba mipira na kuvunja mashambulizi ya timu pinzani. Ana uwezo wa kukimbia muda mrefu bila kuchoka, akisaidia timu katika ulinzi, lakini pia hapotezi mpira kirahisi. Anapiga pasi fupi salama ili kuanzisha mashambulizi, lakini pia anajua nafasi yake uwanjani na mara nyingi hubaki kulinda lango. Pamoja na uwezo mkubwa wa kushika tempo ya mchezo, lakini pia beki huyo huonyesha moyo wa kupambana na kujitoa kwa ajili ya timu. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kuanza na beki wake bora kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto mwenye umri wa miaka 30 aliyejiunga na klabu hiyo ya Young Africans msimu wa 2021-2022 akitokea Coastal Union, huku mbadala wake akiwa ni Frank Asinki raia wa Ghana mwenye umri wa miaka 24. Bakari Nondo Mwamnyeto anasifika kwa uongozi mzuri uwanjani, upanga safu ya ulinzi na kuhamasisha wenzake, lakini pia ana mwili imara unaomwezesha kushinda mipira, kugombania dhidi ya washambuliaji. Ana uwezo mzuri wa kuzuia mashambulizi na kuchukua mpira bila kufanya makosa mengi, lakini pia ni hatari kwenye mpira ya kona na krosi, hasa akitumia kichwa kuokoa au kufunga. Lakini pia anajua kusimama sehemu sahihi uwanjani, jambo linalosaidia kupunguza hatari ya kufungwa. Beki huyo achanganyikiwe haraka hata akiwa kwenye pressure kubwa ya mashambulizi. Lakini pia tukiangazia upande wa viungo wa kati, kuanzia kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 pamoja na kiungo nambari 10. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na Mohamed Damaro raia wa Guinea mwenye umri wa miaka 23, huku mbadala wa kiungo huyo mkabaji akiwa ni Azizi Ndambwile. Mohamed Damaro alijiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 2025-26 akitokea katika klabu ya Singida Black Stars. Kiungo huyo anasifika kwa kuiba mipira na kuvunja mashambulizi ya wapinzani katikati ya uwanja, pia husaidia mabeki wake kwa kuzuia mashambulizi kufika kwa urahisi eneo la nyuma. Anasaidia kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi sahihi bila kupoteza mpira kirahisi. Ana uwezo wa kukimbia na kupambana muda wote wa mchezo bila kushuka kiwango haraka. Kiungo huyo hajisukumi sana mbele, ubaki kulinda eneo lake la kiungo mkabaji, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kutabiri mipango ya pinzani kuna kuzuia mapema mashambulizi yao kwa jumla. Mohamed Damaro ni aina ya kiungo mkabaji anayesaidia timu kuwa na uwiano mzuri kati ya ulinzi na mashambulizi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Duke Abuya raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 32 aliyejiunga na klabu hiyo akitokea Singida Fountain Gate msimu wa 2023-2024, huku mbadala wake ikiwa ni Shehani Hamisi. Duke Abuya anasifika kwa uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka, lakini pia
anajua kujipenyeza kati ya viungo na mabeki wa wapinzani ili kupokea mpira sahihi sehemu hatari, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho. Ni mzuri katika kutoa pasi zinazobadili mchezo na kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja. Ana uwezo wa kuwazidi wapinzani mmoja au wawili kwa kutumia udhibiti mzuri wa mpira. Amecheza katika ligi tofauti, hivyo anauelewa mpana wa mitindo ya soka. Ushiriki pia kwenye harakati za kujilinda na kurudi kusaidia timu inapopoteza mpira. Hachoki kujaribu kufanya mambo ya kiufundi hata kwenye mechi ngumu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxime Pierre Nzengeli, raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 26. Alijiunga na klabu hiyo msimu huu wa 2023-2024 akitokea katika klabu ya Maniema Union. Kiungo huyo anasifika kwa kasi ya juu inayomwezesha kuwazidi mabeki wa pembeni na kuingia kwenye nafasi ya mashambulizi, lakini pia ni mzuri kupiga chenga na kuwachanganya mabeki moja moja. Anaweza kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi au haraka zake binafsi. Si mtu wa pasi tu, pia ana uwezo wa kufunga akipata nafasi ndani au pembeni, lakini pia anajua kujiweka sehemu sahihi kupokea pasi za hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi wakati wa timu inapopoteza mpira, lakini anaweza pia kucheza kulia na kushoto kulingana na mfumo wa kocha. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Alan Okello, kijana kutoka Uganda aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu huu akiwa na umri wa miaka 25, akitokea katika klabu ya Pardue FC ya nchini Algeria. Ni mshambuliaji anayesifika kwa uwezo mkubwa kutengeneza nafasi za magoli kupitia pasi za akili na maamuzi ya haraka, lakini pia ni hatari mbele ya lango. Ana mashuti mazuri ya mbali na anamalizia vizuri ndani ya boksi. Anaweza kuwazidi mabeki kwa uchezaji wa kiufundi na kudhibiti mzuri wa mpira, lakini pia mshambuliaji huyo hutoa pasi zinazobadilisha mchezo na kusaidia washambuliaji kufunga, lakini pia hapotezi ujasiri hata kwenye mechi ngumu au pressure kubwa. Lakini pia anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mpira hatari. Amecheza katika kiwango tofauti vya ligi, hivyo ana uelewa mzuri wa mchezo. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Prince Dube Mpumelelo, kumbadala wake akiwa ni Depu. Prince Dube Mpumelelo ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 29 aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 2024-2025 akitokea Azam Football Club. Mshambuliaji huyu anasifika kumalizia nafasi ndani ya boksi, lakini pia mwili imara unaomwezesha kushindana na mabeki na kushikilia mpira. Mshambuliaji huyo ni hatari kwenye mipira ya kona na krosi, hasa kwa kutumia vichwa, lakini pia anajua kujipanga sehemu sahihi muda sahihi kupata nafasi za kufunga. Anaweza kuingia haraka kwenye nyuma ya mabeki na kupokea pasi za hatari. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua, huku mbadala wake akiwa ni Edmund John, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 23. Pacome Zouzoua anasifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka. Pacome ni mzuri kupiga chenga na kuwavuka mabeki mmoja au wawili, lakini pia anaweza kuongeza kasi ya mashambulizi na kuvunja safu ya ulinzi ya timu pinzani. Lakini pia anatoa pasi muhimu zinazoweka mashambuliaji kwenye nafasi nzuri ya kufunga. Mshambuliaji huyo si mtu wa pasi tu, pia anaweza kufunga pindi akipata nafasi. Anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mipira hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi inapohitajika. Kwa ujumla, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa kiufundi sana, anayechanganya ubunifu, kasi na mchezo na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mechi kwa ujumla. Na moja kwa moja hayo ndio mabadiliko ya kikosi ya Young Africans, kikosi kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves, kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Simba Sports Club mnamo majira saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, huko Young Africans yakiwa kama mgeni wa mchezo huo. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.